Ndugu zangu, kama wote mnavyofahamu, mwezi Oktoba mwaka 2023 serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania TPA ilisaini mikataba mitatu ya uwekezaji na kampuni ya DP World MEA FZE ya Falme za Dubai. Mkataba wa nchi mwenyeji, mkataba wa upangishaji na mkataba wa uendeshaji, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuifanyia mageuzi bandari ya Dar es Salaam ili kuiwezesha kuwa na ushindani kikanda na kimataifa na kuiwezesha bandari yetu kutoa huduma kwa ufanisi wa hali ya juu. Katika kipindi cha kuanzia Januari mpaka Disemba mwaka 2024, kampuni ya DP World ambayo uwekezaji wake ulikuja na maneno mengi yaliyotulazimu tusilale kutoa ufafanuzi, imefanya uwekezaji wa awali katika maeneo mbalimbali ya uendeshaji ili kuongeza ufanisi wa huduma za bandari, na uwekezaji uliofanyika katika kipindi hiki nilichokitaja ni wa kiasi cha shilingi bilioni 214.42. Yamefanyika mambo gani? Kwanza, umefanyika uwekaji wa mitambo minne aina ya rubber tired gantry crane. Mitambo hiyo imegharimu kiasi cha shilingi za Tanzania bilioni 96. Mitambo hiyo ni mahususi kwa ajili ya kuhudumia shehena ya makasha kwa ufanisi na kasi kubwa zaidi. Kabla ya uwekezaji huu, TPA ilikuwa na mitambo miwili tu, na sasa jamaa wametuletea mitambo 8 na mahitaji sasa yamefikia 100%. Maana tulikuwa tunahitaji mitambo 10. Ya TPA ilikuwepo miwili, jamaa wameleta 8, sasa tuna mitambo 10. Ushushaji wa makasha kama nitakavyowaambia sasa hivi sio kwa foleni. Meli inakuja, inapaki, muda itakaotumia ni ule wa kushusha makontena. Nikisema makasha nina maana ya makontena, wa kushusha makontena. Baada ya hapo inaondoka, hakuna kukaa kwenye foleni. Lakini pia jamaa wamefanya ununuzi wa mitambo mingine miwili, na hii ni mitambo inaitwa ship to shore gantry crane. Mitambo hii mipya ni kwa ajili ya kutumika katika kitengo cha makasha cha bandari ya Dar es Salaam. Ina thamani ya shilingi bilioni 115. Imewekwa pale na inaendelea kufanya kazi. Lakini pia wamenunua inaitwa terminal tractors. Kampuni ya DP World imefanya uwekezaji kwa kununua mitambo mingine mbalimbali, yakiwemo hayo matrekta 20 ambayo hutumika katika kuhamisha na kusafirisha shehena kutoka sehemu moja ya bandari kwenda eneo jingine. Lakini pia wamenunua tunasema trailers, matela yale. Kwa lugha ya Kiswahili tunasema matela yale.